Somo letu linaitwa utii. Utii. Sasa unaweza ukaandika utii au /utii Mungu. Utii kako utii Mungu. Tutaangalia vitu mbalimbali, tutafundisha kwa vile pia nitahubiri, lakini yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Utii au kumtii Mungu. Utii au kumtii Mungu. Nini maana ya utii? Tunapozungumza kwa habari ya utii, kwa tafsiri ya kawaida kabisa, utii ni kitendo cha kufuata maelekezo. Kufuata maelekezo yanayotoka juu. Sasa kwa kesi hii tunazungumzia kumtii Mungu, maana yake ni kuyasikiliza na kuyafuata maelekezo ya Mungu katika maisha yetu. Mnisikilize, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuyasikiliza na kuyafuata maelekezo ya Mungu katika maisha yetu. Baada ya kuokoka, tukishaokoka tunajazwa Roho Mtakatifu. Sasa safari ya maisha ya Kristo inaanza pale tu anapokuwa ameokoka. Kinachofuata ni kuyasikiliza na kuyafuata pamoja na kuyatekeleza maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu. Sasa tutaangalia vitu vitatu kama sio viwili kwa haraka zaidi ili muda wetu uweze kutosha vizuri. Jambo la kwanza ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuvizingatia ili tuweze kumtii Mungu? Ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuvizingatia ili tuweze kumtii Mungu? Alafu na jambo la pili tutaangalia nini faida za kumtii Mungu. Kwa nini tumtii Mungu? Kwa nini tumtii Mungu? Tutaangalia hivyo vitu vitatu. Hivyo vitu vitatu. Tumeangalia maana, tutaangalia na vitu gani ni hatua zipi tuzifuate ili tuweze kumtii Mungu. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa kwanza, tutaanza hapo, alafu tutasoma na Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 13. Alipata anaweza kutusaidia kusoma. Tuanze na Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13. Tutamalizia na kitabu cha Luka. Alafu tutaendelea na maandiko mengine hapo chini. Tuanze na hayo kwanza. Alipata karibu Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13. Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 13. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13. Ndio. Kwa hiyo mfungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi. Ndio. Yes. Kama watoto wakitii. Ndio. Msikimanishe tamaa zenu za kwanza kwa ujinga wenu. Ndio. Bali kama yeye aliyewaita Ndio. mtakatifu. Ndio. Ninyi nani iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Asante. Twende kitabu cha Luka, endelea mzee wangu, kitabu cha Luka sura ya 5. Kitabu cha Luka sura ya 5. Mstari wa kwanza. Ikawa makutano walipomsonga, Ndio. wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Ndio. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, Ndio. lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni.
Ndio. Hata alipokwisha kunena, Ndio. alimwambia Simoni, Ndio. tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Ndio. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, Ndio. usipate kitu. Ndio. Lakini kwa neno lako Ndio. nitazishusha nyavu. Mbona hapo? Lakini kwa neno lako ndio nitazishusha nyavu. Ndio. Sura sita endelea tafadhali. Basi walipofanya hivyo, ndio walipata samaki wengi mno. Ndio. Nyavu zao zikaanza kukatika. Ndio. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili, waje kuwasaidia. Wakaja wakajijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Asante. Tumeangalia maandiko mawili yakizungumza kwa habari ya utii. Tafsiri ya neno utii ni kuyasikiliza na kuyafuata maelekezo ya Mungu. Yako mambo mawili ambayo inabidi tuyaelewe kwa haraka. Jambo la kwanza, ili uweze kutii ni lazima kwanza uweze kuyasikia maelekezo. Lazima uweze kuyasikia maagizo. Ni kitu gani Mungu anakuagiza? Ni kitu gani Yesu anakuagiza? Hauwezi kutii kama hujayasikia maagizo. Hauwezi kutii kama haujayasikia maelekezo. Utii kitu gani? So, jambo la kwanza ni lazima kama Mkristo uweze kuyasikia maelezo ya Mungu, maelekezo ya Mungu kwenye maisha yako ya kawaida kabisa ya kiroho. Lazima uweze kuyasikia maelekezo ya Mungu. Nini Mungu anazungumza na maisha yako? Nini Mungu anataka ufanye kwa wakati gani? Ukimisi kulisikiliza maelekezo ya Mungu, utashindwa kutii. Tafsiri kinyume cha kutokutii ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Kinyume cha kutokutii ni kiburi. Sasa ni lazima masikio yako ya roho yaweze kusikia maelekezo ambayo Mungu anataka kuyafanya. Usipoyasikia maelekezo, hauwezi kutii kwa sababu hujayasikia maelekezo. Sasa hapa naomba niongeze kidogo. Kwa habari ya kumsikia Mungu, yako mambo ziko namna nyingi ambazo Mungu anasema na maisha yetu. Ziko namna mbalimbali ambazo kama Wakristo ni lazima tuzielewe, ambazo Mungu anasema na maisha yetu. Na tukizielewa, tutatembea sawasawa na kusudi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Natamani nifundishe lakini naona nimeanza kuhubiri. Sawa. Kwa hiyo ziko namna ambazo Mungu anazitumia kuzungumza na watu wake. Jambo la kwanza, kwa haraka. Jambo la kwanza, neno la Mungu. Neno la Mungu. Sasa Mungu anasema na sisi jambo la kwanza kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu liko katika vitu vikuu vitatu. Hapo naomba nisikize kwa makini sana. Vitu vikuu vitatu. Jambo la kwanza, liko neno la Mungu ambalo tunalisoma siku zote, ambayo ni Biblia. Kwa Mungu anazungumza na sisi kupitia neno lake ambalo ni Biblia hii ya kawaida. Biblia hii Mungu anasema na sisi kupitia neno lake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anavizungumza na sisi tunaposoma neno la Mungu. Unapotenga muda kukaa na kuisoma Biblia, unakuta kuna vitu Mungu anaanza kuzungumza na wewe. Kuna maelekezo fulani Mungu anakupa unaposoma neno la Mungu, Biblia hii hapa. Sasa kuna vitu ambavyo hauwezi kuvigundua, hauwezi kuvielewa kama usomi Biblia, kama usomi neno la Mungu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mungu anasema na sisi kupitia Roho Mtakatifu au sauti ya ndani. Kuna namna ambayo Mungu amemwachilia Roho wake. Wakati Yesu anaondoka alisema hivi, tazama mimi naondoka, nitawaachia huyo Roho Mtakatifu ambaye atawaongoza. Tafsiri ya Roho Mtakatifu, yeye ni kiongozi. Kama Kristo ni lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu, ndipo tutaweza
kusikia ushuhuda huu. Alikuwa kutoka mjini na yeye alishuhudia. Wakati amefika pale Temboni, kwa mbele kitu gani kinaitwa Temboni kwa mbele, sio kwa suguru. Wakati amefika pale, ilikuwa inabidi abadilishe bajaji, achukue bajaji hii aingie bajaji nyingine. Ile bajaji ya kwanza ilikuwa bajaji moja ambao ilikuwa na nafasi kubwa kabisa, angeweza kuingia na akaondoka, lakini kuna kitu kawaambia mwalimu wa kinao, usiingie bajaji kubwa, bajaji nyingine. Akaenda bajaji ile ndio bajaji na mwisho twende. Aliona yeye kamati hizo. Sasa akapanda bajaji ya nyuma. Ile bajaji alikuwa ambayo bila ipande, amefika mbele, ilipata ajali na wale walikuwa wamekaa nyuma karibia wote wakafariki. Pale huko anashuhudia ajali ile pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baadhi ya hatari nyingi sana utazikimbia unapoyasikiliza maelekezo ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anaongea. Lakini changamoto ni kubwa ni moja. Kuna wengine ambao unamsikia Roho Mtakatifu anasema na nini, lakini uelewi anasema nini. Roho Mtakatifu ni sauti yako. Ni sauti nani? Kwa sababu Roho Mtakatifu anaongea. Huyo ni tofauti. Kuna wengine ambao unaisikia sauti ya Roho Mtakatifu, unajua kabisa Roho Mtakatifu anasema na nini, lakini haufanyi. Hautimilizi, hautendi yale ambayo Roho Mtakatifu anakuongoza. Na kuna wengine ambao ndio wana matokeo makubwa, ni wale ambao wanaisikia sauti ya Roho Mtakatifu na wanafuatisha yale ambayo Roho Mtakatifu anafanya. Maandiko yanasema hao ni Yesu anasema hao kama ile mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri, ikakua, ikamea, kwa sababu ardhi ina rutuba, ardhi ina kila kitu. Ndio hao ambao wanaisikia sauti ya Mungu na kuyatekeleza yale ambayo Mungu anasema na maisha yao. Kwa hiyo nikwambie, iko mipango mingi sana katika ulimwengu wa roho. Ni lazima kama Wakristo, kama wababa, kama wamama, tuyasikilize na tuyaelewe yale yaliyoko rohoni, halafu tuyafuatishe mambo ambayo Roho Mtakatifu anasema na sisi. Haleluya. Jambo la pili, nimezungumza mambo ya tatu. Biblia pia ambayo neno la Mungu, nimezungumza kwa neno la Mungu. Sauti ya pili ni sauti ya Roho Mtakatifu, ile inayokuja ndani, unaisikia kabisa. Huyu ni Roho Mtakatifu anasema nini. Ni lazima kama Wakristo tujizoeze kumsikia Mungu, na Mungu yuko hivi. Unapotii agizo la kwanza, Mungu ana tabia ya kuendelea kuzungumza na wewe kwa baadhi ya maelekezo mengine, kwa baadhi ya jambo lingine. Unapoanza kutii mbele za Mungu, Mungu ana tabia ya kuanza kufungua milango mingine ama unaanza kumsikia pia. Unakuta ulikuwa hujui, haujui kabisa, lakini Roho Mtakatifu anakupa mwelekeo. Fanya hiki mwanangu, fanya kile, usiguse hiki. Atakupa hata ni kitu gani ukiongea wakati gani na wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa umekaa mahali unazungumza na watu, lakini Roho Mtakatifu anakuongoza ni nini uzungumze, ni nini useme, nini usiseme. Unapokuwa umekaa kazini kwako, kuna mambo yanawezekana yaendelee, maana zinaendelea pale, lakini kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu anakuambia changia, usichangie, fanya, usifanye. Lazima tupee attention. Lazima tuelewe mambo ya kiroho yanahitaji attention, yanahitaji tuyasikilize, tujibidishe kuyasikia na kuyafuata yale ambayo Roho Mtakatifu anasema na sisi. Jambo la tatu nizungumze kwa haraka. Jambo la tatu. Mungu anasema na sisi kwa njia ya ndoto. Mungu anasema na sisi kwa njia ya ndoto. Naomba nisome kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 8 kwa haraka. Hilo nitalizungumza kwa haraka. Kitabu cha Hesabu sura ya 12 na mstari wa 1, mstari wa 8. Hesabu. Anza mstari wa 5. Alipopata karibu mzee wangu.
sura ya 12 na mstari wa 5. Tusome hapo. Karibu. Ndio. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Ndio. Akasimama pale mlangoni pa hema. Ndio. Akawaita Haruni na Miriam. Ndio. Nao wakatoka nje wote wawili. Ndio. Kisha akawaambia, ndio, sikizeni basi maneno yangu. Ndio. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Sawa. Nitasema